upande wa lugha, labda mnapata changamoto gani katika upande wa lugha, hasa katika kutafuta service kama kununua chakula, kuongea na watu, kuwasiliana na watu unavyoenda dukani? Bwana, kwenye upande wa lugha kwa kweli wenzetu najua na sisi tunaingiliana kwa namna moja ama nyingine, lakini kwenye upande wa lugha ya Kiswahili wenye ni wachache sana ambao wanaweza kaongea Kiswahili na mkaelewana, lakini wengi wao wanaongea Kifransai. Kwa hiyo wakiongea Kifransai tunapata changamoto sana. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaongea kwa lugha za ishara. Kama Wachina vile. Kiwadisa sasa kwenye kula. Kwenye kula uwezo ukasema chakula gani inabidi uende jikoni. Unafunua. Unafunua. Kiujumla nijikuta nimeagiza pilipili. Mama yule alinielekea leo ugali msusa na pilipili tu. Na nikalipa 15,000. Kiujumla imeniuma sana. Vipi kuhusiana na bidhaa nyingine kama soda na bia, vitu kama hivyo? Bwana, hapa bia kwanza ni 6,000. Yaani na ile libia lao ile 5,000 ni iha. Kwa hiyo kilipiga lile ukiapiga 5 uko full. Budget ya kula imeisha hiyo. Kwa hiyo kwa huku kwa upande wa bia kwa kweli kwa sisi ambao kwa namna moja ama nyingine tulishiriki kuongeza uchumi wa hili taifa, kwa kweli tumefurahi. Bia zao kwanza ni kubwa sana. Kwa hiyo kwa upande wa bia, lakini pesa sasa kwa sababu tushazoea kule kwetu bia 2,000. Lakini sasa cha kushangaza wewe 2,000 huku kwao ni 6,000. Umeona? Kwa hiyo inakuwa ni mule tu. Kwa hiyo unakunywa fresh ukiwa na 10,000 ya Kitanzania una uwezo wa kupata bia kama za kule bia 5 ngapi? Basi tunashukuru. Lakini kwenye bia kwa kufuata ushauri wa Janabi, zile bia moja inabidi unywe masaa 4. Kutokana na uzito na ukubwa wake. Mili zake inabidi unywe masaa 4 kwa bia za Burundi. Kufuata ushauri wa Janabi. Ukinywa zaidi ya tofauti na hapo, Janabi hakuelewi.